Kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana fikra zake. Wanaosema michuano ya kombe la shirikisho ni mirahisi kuliko ligi kuu ya NBC, wana mtazamo wao, wana fikra zao, wana hoja zao, na pengine wana fakti zao, ambazo mimi sipo kwenye nafasi ya kujibu chochote katika hayo mawazo yao ambayo wao wameyawakilisha, na kusema kwamba michuano ya kombe la shirikisho Afrika ni mirahisi na michuano ya ligi kuu ya NBC ni ngumu. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu michuano yote ambayo tunashiriki, kwa maana ya kombe la shirikisho pamoja na ligi kuu ya NBC, na kila michuano tunaivalu kwa thamani yake, na kila michuano tunaichukulia kwa userious wa kiwango chake. Tumemaliza michuano ya kombe la shirikisho Afrika, tumeingia finali, na sasa tunarejea katika ligi kuu ya NBC. The same power ambayo tuliitumia kwenye michuano ya Afrika ndio hiyo tunakuja kuitumia kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Timu ya mpira wa miguu jambo lake la kwanza ni kushinda kila mashindano ambayo yanashiriki. Kwa hiyo tumeshinda kwenye kombe la shirikisho, na sasa tunataka kushinda kwenye ligi kuu ya NBC. Hatuko hapa kwa ajili ya kuanza kurank ipi ni bora, ipi ni nzuri. As long as ni michuano rasmi inayosimamiwa na mamlaka rasmi, sisi tunashiriki yote kwa kiwango kile cha kufanana. Wanao rank michuano A ni bora kuliko michuano B, tunawachia hiyo nafasi. Sisi kazi yetu ni kushiriki na kushinda kila ambacho tunashiriki. Muhimu tu nyinyi sasa mkatofautisha kwamba kuna watu wanazungumza kwa wivu na kuna watu wanazungumza kwa chuki. Na mtu akizungumza kwa wivu, una play goma la J Combat, unamwachia hapo, unaendelea na maisha yako, wala huna muda wa kubishana na mtu. Anazungumzia special treatment. Hii kwa nini special treatment hii? Mgeni rasmi hakuna, lakini bado milango iko wazi. Kama nitapokea maelekezo yote kutoka kwa viongozi wangu wa juu, basi tutamtangaza. Lakini mainly kesho ni siku ya kuwapa heshima mashabiki wachezaji wetu, kwa sisi mashabiki kuwapigia makofi. Yani hata kama una mikono, unatakiwa usimame mechi ikianza, utafute namna ya kuwapongeza wachezaji. Na mara baada ya salamu, mara baada ya ile ile ya kupiga picha ile. Inaitwaje ya kupiga picha? Kupiga picha ile za kumbukumbu. Kikosi kishakaguliwa, wanapiga picha. Wakishapiga picha, wachezaji huwa wanakaa cycle hivi, wanaanza kuwapigia makofi wachezaji. Kwa sisi tukisimama wakati timu inaingia, hatutakaa mpaka wachezaji wamalize kupiga picha, wakae katikati ya duara, watupigie makofi ya pamoja, na sisi ndio tutakaa kwenye viti vyetu. Hiyo ni kwa aliye uwanjani, kwa aliye nyumbani, kwa aliye kwenye basi, aliye baa, aliye usingizini, yoyote yule anatakiwa huo muda ukifika, hata kama angalii mechi, lakini anajua okay, sasa hivi ni saa 9 hii na dakika, sasa hivi timu inaingia, hapo alipo akae apige makofi. Dereva simamisha gari, tupigie makofi. Tumefanya kazi kubwa sana. Ameuliza hapa kwamba tunawakilisha taifa. Je, hakuna haja, hatuoni haja ya mashujaa kutupigia makofi? Ni mashujaa kutupigia makofi. Ni mashindano mawili tofauti na wasimamizi wake ni tofauti. Kwa hiyo sidhani kama inaweza ikakubaliwa. Kwa hiyo nadhani hata kuomba hatuna haja ya kuomba, kwa sababu ingekuwa ni tumepata mafanikio kwenye ligi kuu ya NBC, maana yake kanuni ingeweza kuwalazimisha, lakini wanaruhusiwa wakitaka kutupigia makofi kwa maono yao. Maana Simba Sports hawa wametutoa kimasomaso Tanzania, acha tuwapigie makofi, tutayapokea kama yatakuwa ni makofi ya kweli, sio ya kinafiki.